Kwa makanisa mengine ukiwa kwa village wanasema wanapiga kura. Kwa watu wote kama kuna jambo wewe tuone Raila. Wanapiga kura. Bila hata kuna mabishop. Ukifika Gambo kusema naenda kwa bishop wanakuta. Bishop wa nini? Wasipotea. Sababu hata wakati nilikuwa bishop, na mabishop wako wengi, walikuwa still wanaita bishop. Wanasema bishop wa bishop. Bwana sifiwe. Oh, be different. Kuleta need, pata nafasi yako ujulikane wewe ni kuhani kwa ile area. Uzungumze na watu wa area wote, makuhani wengine wajue wewe ni kuhani wa Israeli. Wajue wewe unajua kuomba kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Wajue unajua kufundisha kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Wajue unajua kutembea kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Unajua kusema kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Unajua kuzungumza na watu vizuri kwa sababu unataka kondoo wa Yesu. Yesu amekupa nafasi ile na unafaa uende usikie Yesu kitu ambacho unataka kutoka kwa style ndio mletee. Sasa wewe kwenda unataka kushika kitu kizuri unaenda hivi. Kitu hapo? Unyenyekee. Yesu aliposema atakuja kama mwizi, nani atakuja? Atakuja kama mwizi. Bwana sifiwe. Haleluya. Sasa sisi tunyenyekee tukijua tunataka kurudisha watu kwa ufalme. Wale walipotea warudi kwa Yesu. Wale ambao wako hawajui chochote tuwajulishe. Huwezi kujulisha mtu kama wewe umeshakuwa mkali kwake. Mpaka uonyeshe ukali na anapokuhitaji wewe. Kwanza, mimi kuona sikutaka kuona tena pana. Anaponyenyekea naye pia unatoa. Ona kafanya hivyo. Anakuambia unajua. Utalenituma. Mbana. Alisema ni kuchokoza. Alikuwa mbali. Kabuza kula naye. Amepanga telefoni, ukaenda wa fulani, amepanga wakora wakupiga. Wala piteni njia. Sema mbado. Nikitaja mtu yuko hapa, kesi tutakuwa nayo ni kubwa. Wacha banda yuko hapa. Nitaje. Bwana sifiwe. Amina. Yesu alisema adui wako ni yule wa nyumba yako. Adui wa Israeli si mtu ambaye si Mwisraeli. Adui wako ni Mwisraeli. Kuhani mwenzako, kiongozi mwenzako, ni adui yako. Naona mmechoka na mimi sasa. Biblia inasema kusema kwa kuwa yeye mwenyewe ni dhaifu. Wewe mwenyewe unajua ni dhaifu. Unaweza kuchukulia kwa upole wale wasiojua na kupotoka. Basi hii ndiyo sababu inampasa kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe. Sisi ndio watu tumeruhusiwa kujitolea dhabihu kwa dhambi bila kumpa mtu mwingine. Labda nyinyi ndio mnaanza kuniletea. Lakini huwezi kumpa mtu mwingine dhabihu. Wewe mwenyewe unatoa dhabihu yako, unajiombea kwa dhabihu yako. Unaapa kwa dhabihu yako. Hivi vile inatupa mwongozo vile na watu fanya kazi. Hii ndiyo sababu inampasa kuhani atoe dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe na vivyo hivyo kwa ajili ya dhambi za watu. Unatoa kwa ajili ya dhambi zako, pia kwa ajili ya dhambi za watu wengine. Inasema hakuna anayejitwalia heshima hii mwenyewe, ni lazima aitwe na Mungu kama vile Haruni aliitwa. Pia Kristo hakujitwalia utukufu yeye mwenyewe wa kuwa kuhani mkuu, bali Mungu alimwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa. Verse 6. Pia mahali pengine asema wewe ni kuhani milele, kwa mfano